Mtita TV, Jena Mtita TV, Jena Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Msimu mmoja ni kushuhudia watani wa jadi Simba na Yanga walikutana mara mbili, yani nyumbani na ugenini. Ilibaki ni zamu ya nyumbani kwa Young Africans. Mbungi hii kupigwa ambako mechi ya kwanza ilibidi chezo tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2023. Mbungi hiyo haikupigwa, na mara baada ya baadhi ya sitofahamu kutokea, mwisho wa siku ikupelekea mbungi hiyo isipigwe. Lakini mara baada ya hapo mbungi ikapangiwa tarehe 15, nayo pia ikaota mbawa, na sasa rasmi tarehe 25, japokuwa baadhi ya wadau wa michezo na waandishi wa habari na wengineo walikuwa hana uhakika juu ya mchezo huu. Lakini sasa taarifa rasmi kutoka kwa timu ya Simba, imani kubwa ya mchezo upo na unapigwa siku hii ya leo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya Jumatano. Imani yangu ni kwamba kila mmoja amejipanga kama alivyojipanga. Yanga amejipanga, Simba wamejipanga, na hiyo ndio nyomi ya mashabiki ambayo kwa sasa inaingia katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa vizuri zaidi kama unavyoona matukio mbalimbali. Lakini licha ya hivyo, ulinzi umekamilika kama alivyozungumza jana kamishna kamanda wa polisi Jenerali Jumanne Mulilo alivyozungumza kuhusiana na usalama, kwamba wanatambua kwamba dabi ipo na kila kitu kimeenda sawa siku hii ya leo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba dabi hii haina kipengele, dabi hii haina kukimbia, na dabi hii inamalizwa dakika 90. Nani ambaye atazungumza? Basi yote kwa yote tusubiri kuona ndani ya dakika 90. Mimi nikwambie tu kwamba endelea kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matokeo mbalimbali yale ambayo yanaendelea katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hao ni mashabiki wa aina tofauti tofauti. Hapo mashabiki wa timu ya Simba, wapo mashabiki wa timu ya Young Africans, na mashabiki wa timu mbalimbali ambao wameonekana kuingia na kujaza uwanja wa Mkapa ndani ya wakati kama huu. Lakini pia huku kitu ambacho kimesalia na kikisubiriwa kwa hamu kweli kweli, tunachosubiriwa hapa ni kuona basi la Yanga ambao ni wenyeji, kuona basi la timu ya Simba ambao ni wenyeji. Lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa Jena Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo, kwamba Yanga katika mchezo huu wa leo anahitaji kupata alama 3 ama alama 1, yani suluhu ama sare ya aina yoyote, Yanga anakuwa bingwa, ama yeye kupata alama 3, Yanga anakuwa bingwa. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wanahitaji kupata kwa upande wa Simba Sports, wao wanahitaji alivyozungumza kuhusiana na usalama, kwamba wanatambua kwamba dabi ipo na kila kitu kimeenda sawa siku hii ya leo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba dabi hii haina kipengele, dabi hii haina kukimbia, na dabi hii inamalizwa dakika 90. Nani ambaye atazungumza? Basi yote kwa yote tusubiri kuona ndani ya dakika 90. Mimi nikwambie tu kwamba endelea kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matokeo mbalimbali yale ambayo yanaendelea katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hao ni mashabiki wa aina tofauti tofauti. Hapo mashabiki wa timu ya Simba, wapo mashabiki wa timu ya Young Africans, na mashabiki wa timu mbalimbali ambao wameonekana kuingia na kujaza uwanja wa Mkapa ndani ya wakati kama huu. Lakini pia huku kitu ambacho kimesalia na kikisubiriwa kwa hamu kweli kweli, tunachosubiriwa hapa ni kuona basi la Yanga ambao ni wenyeji, kuona basi la timu ya Simba ambao ni wenyeji. Lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa Jena Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo, kwamba Yanga katika mchezo huu wa leo anahitaji kupata alama 3 ama alama 1, yani suluhu ama sare ya aina yoyote, Yanga anakuwa bingwa, ama yeye kupata alama 3, Yanga anakuwa bingwa. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wanahitaji kupata
kwa upande wa Simba Sports, wao wanahitaji kupata alama 3 muhimu tu na si kupoteza au kutoa sare au kutoa suruhu. Kama unavyoona msafara ya viongozi wa bodi ya ligi tayari umekwisha ingia uwanjani, na kinachosubiriwa hapa ni muda tu ufike ili sasa kila mmoja aende akaonyeshe kila ambacho alikuwa amejiandaa nacho. Shangwe ni kubwa kweli la mashabiki wadau wa soka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dabi ya Kariakoo inakwenda kupigwa. Tazama namna ambavyo mashabiki wanaendelea kuingia, vigoma mbalimbali vikipigwa katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, na imani kwamba kila mmoja yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu yake inakwenda kupata ushindi. Naam, kama unavyoona hilo ni shangwe la mashabiki wa Young Africans wakiwa na kigoma chao, lakini kwa mbali pia wanaonekana mashabiki wa timu ya Simba Sports Club ambao wameonekana kuvalia jezi zao za rangi ya njano na nyeusi. Hakiki kwamba leo ndio leo, asemaye kesho ni muongo. Dabi ya Kariakoo hii haiwezi kuota mbawa. Dabi ya Kariakoo hii ndiyo siku pekee ya dabi kupigwa. Nikwambie tu kwamba ligi hadi hivi sasa timu 14 zote tayari zimeshacheza mechi 30, lakini Simba na Yanga kwa sababu dabi hii ilikuwa na kipengele imecheza mechi 29. Hivi basi mechi ya leo ndiyo finali. Kombe liko uwanjani. Kwa hiyo anayeshinda hapo anakabidhiwa kombe lake. Hii miaka mingi haijawahi kutokea na ni mchezo wa aina yake, kwa sababu hata waamuzi wa mchezo hawa wanatokea Misri. Referee wakati refa pembeni ambaye line 1 na line 2 wote wanatokea Misri. Kwa hiyo ni mechi ya aina yake, mechi ambayo inakwenda kuongeza umakini kwa wachezaji, inakwenda kuongeza umakini kwa marefali, kwa sababu kila mmoja anahitaji kujenga profile yake vizuri kabisa. Wanasema kwamba leo hii mwenye uwezo ndiye ambaye anaenda kupata alama 3 muhimu. Hii haina kubebana na wala hii haina jambo lolote lile. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kubwa zaidi tushuhudie dakika 90 za mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia wengine wanajiuliza kwamba mchezo huu pengine ikitokea sare na kwaje? Ikitokea sare Yanga na zidi alama 1 ya Simba. Kwa hiyo wanaposema finali ni mchezo wa mwisho ambao ni muhimu. Kwa hiyo wengine huo wanadhani kwamba labda finali ni mchezo ambao labda kwamba labda sare ama suluhu mikwaju ya penalty. Hapana, haiwezi kwenda mikwaju ya penalty kwa sababu finali hii inahitaji tu mmoja amfunge mwenzake ama mmoja atoe sare ili mambo yaweze kuwa sawa kabisa. Matokeo aina yoyote lazima bingwa apatikane. Iwe sare basi Yanga anakuwa bingwa, afunge Simba basi Simba anakuwa bingwa. Lakini mimi naendelea tu kukumbusha kwamba hii ni dabi ambayo imeenda kwa muda mrefu kweli, mechi ambayo ilikuwa watu wengi wakisubiri kwa hamu. Zaidi mara 2 mfululizo imeahirishwa. Unaitazama JNR Mtita TV, rafiki namba 1 ya burudani na michezo. Mimi ni kuhakikishia tu kwamba dabi ipo, njoo uwanjani ushuhudie mchezo huu. Nikushukuru sana wewe ambaye umesha-subscribe, umecomment, umeshare na uko sambamba kabisa na sisi. Wewe wakati mwema. Mimi naitwa Chris Beda, mwana Januro. Bye bye. Jana Mtita TV, Jana Mtita TV, Jana Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Rafiki namba 1 wa burudani na michezo.